Inasema uuguzi wetu nini? Mstakabali wetu. Maana yake ni kazi yenye heshima. Mwambie jirani yako kwamba kazi yenye heshima. Uuguzi ni kazi yenye heshima. Ukiangalia kauli mbiu ya mwaka 2026 inasema kazi zenye staa ni nguzo imara kwa maendeleo endelevu katika utekelezaji wa dira ya taifa 2020 na ngapi? 20 na ngapi? Na 50. Maana yake kazi yenye staa maana yake ni kazi halali inayokupa mkate wa kila siku wewe, mmeo na watoto wako. Makofi kwa kazi halali. Mojawapo ya kazi halali ndio tukutanisha leo hapa, ambayo ni nini? Ni uuguzi. Uuguzi oye! Ndio maana leo nimevaa t-shirt ina picha ya Mheshimiwa Rais. Si kwamba mimi kuna changamoto yote, ila Mei Mosi mwaka imefanyika mkoa wa Njombe, kitu ambacho ni heshima mno. Kuna uwezekano ukawa mfanyakazi leo mpaka ukastaafu usikutane na Mei Mosi kwenye mkoa wako. Kuna uwezekano hata ukarudi mavumbini hujakutana Mei Mosi. Makofi kwa Mei Mosi mwaka huu 2026 mkoa wa Njombe. Hili jambo ni nyeti kwa watu ambao ni wazoefu wa matukio ya kitaifa. Mungu ametuheshimu na wanadamu wake kwa maana ya tuta taifa. Hata sisi mkoa wa Njombe tumejibrandi kipekee kufanya vizuri, hata tukaonekana level ya mkoa hata taifa. Makofi kwa viongozi wa vyama vya kazi mkoa wa Njombe. Kuna uwezekano usipige makofi kwa sababu hujui, ila usipotuona sisi leo, kuna uwezekano siku za mbele ukatukumbuka siku ya leo. Kwa sababu moja tu, vyama hivi tumejipambanua na vyama hivi tumekuletea heshima. Muona hata Mheshimiwa Rais yuko ndani ya mkoa wako. Baada ya kusema hivyo, Mheshimiwa mgeni rasmi, uuguzi ni moja ya kazi ambazo ni smart, nzuri, zina staa yake na heshima yake. Tuendelee kuwaombea wauguzi, wanafanya kazi nzuri. Wanaochafuka kwa sababu ya uuguzi ni mtu mmoja mmoja aliyelelewa kiasi chake akukamilika, tukawa na changamoto, ila uuguzi ni kazi takatifu. Makofi kwa wauguzi wote. Sambamba na hilo, niseme kwa staff, maana mimi sio msemaji wa forum hii. Maana mwenye hii forum ni comrade Mheshimiwa Mpete. Sema Mpete. Mitano tena. Asante sana. Wasafu na jambo la kusema. Wakati unaanza kazi Mseselenga na mama yangu Kirumile. Mama Kirumile umenipokea kazini kama kiongozi wangu. Kuna vitu nilinifundisha vya ujasiri. Kwa kitu ambacho nataka kwa mama Kirumile ni ujasiri. Huyu mama kuna mahali mimi nilikutana na jambo gumu. Yeye anasema mdogo mwanangu, jambo jepesi. Alienda mpaka kwa mwajiri. Mimi mwajiri namuogopa kama tishio. Ile mama Kirumile alinizibisha kwamba hata mwajiri anaongeleka. Kwa hiyo ni mmoja watu walionijenga kihuruka ya ujasiri. Lakini sambamba na hilo, Mzee Selengu umenijenga kwenye leadership. Nikiwa kama mwenyekiti wa Tuge mkoa wa Njombe, mpaka napewa kuwa mwenyekiti wa vyama vyote kwa maana ya tuta. Nyie mmechangia kitu kikubwa sana. Kwa hiyo mimi naombea na nyinyi pia mniombee. Mwaka huu kwenye vyama 90% ni uchaguzi. Napata ujasiri wa kuomba tena wajumbe hao wote, maana hao wote wameumbwa na Tuge na Taru. Maana yake natamani pia niendelee kuwatumikia, lakini aliyenijenga kunipa roho wa ujasiri na kuendelea kufanya zaidi Mzee Serenga na mama Kirumile. Makofi kwa staff hao. Wana kitu cha ziada. Cha kuwapa mimi, siwezi kuwapa mambo mengi maana mnanizidi uzoefu. Kuna hekima wakati tunaanza kazi. Hekima ni uwezo wa kupambanua mambo. Unapokuwa unaanza kazi, kuna vitu lazima ujifunze. Kwa waliokuzidi, lakini kwa kuomba kwa Mungu, kupitia kwa viongozi wa dini, maisha ya wazee waliotulea vijijini na mijini, ili tuendelee kukua kiroho na kiakili, tuweze kupambanua mambo kihekima na kwenye maamuzi sahihi kwa ajili ya taasisi, maisha yetu binafsi na maisha ya kila siku kwa watu pia tunaopokea makazini. Lakini ambacho kwenu naweza nikang'amua wakati najifunza, mneniambia nijiunge na vyama vya wafanyakazi. Wangapi wako kwenye vyama vya wafanyakazi? Makofi kwa wote ambao wako kwenye vyama vya wafanyakazi. Pigeni makofi. Lakini kwa wale ambao nilipoishi na nyie nijifunza, kuna mambo mengi. Uwezo kupambanua mambo sio kwa ajili tu ya vyama. Lazima ujue unapokuwa mfanyakazi. Kuna kitu kimoja ambacho mimi nikiamua